Sikiliza kule. Sikiliza. Hiyo ni hali halisi ya kile ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya mji wa Baraka leo tarehe 11 mwezi Januari mwaka wa 2026. Mpendwa msikilizaji, hii ni Amani TV Media. Tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kupatia taarifa za ukweli na za uhakika kuhusu kile kinachoendelea maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jina langu ni Ramsehi Ramadhani. Kama kawaida, asubuhi ya leo tunajielekeza moja kwa moja katika mji wa Baraka tupate kujuza ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa katika mji huo ambao unapatikana tarafani Fizi. Na kuomba kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili waendelee kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe msikilizaji na mtazamaji wetu. Hali endelea kuwa mbaya kabisa katika mji wa Baraka kuanzia jana usiku tarehe 10 na kuamkia leo tarehe 11 mwezi Januari mwaka wa 2026. Kwa nami mwanzo mpaka tamati upate kufahamu ya ukweli na ya uhakika kuhusu yote ambayo yanaendelea kujiri kwa sasa katika mji wa Baraka. Sikiliza kule. Sikiliza. Na msambamba kabisa msikilizaji na mtazamaji wetu, natumai kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutufuata vema kwa muda na saa kama hizi. Na sasa tufungue ukurasa wetu wa habari za muda huu na habari kutoka huko Fizi ndani ya mji wa Baraka ambako ripoti zimetufikia kutoka wilayani Fizi zinaeleza kuwa hali ya usalama mjini Baraka inaendelea kuzorota kadri siku zinavyozidi kusonga. Usiku wa kuamkia tarehe 11 Januari mwaka huu, wakahaji wa mji wa Baraka wameripoti kusikia milio mikubwa ya risasi mzito na nyepesi katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Tukio hilo limesababisha hofu, maswali na wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia, wengi wao wakishindwa kuelewa chanzo cha milio hiyo ya risasi ni nini hasa, ikizingatiwa kuwa mji wa Baraka unadaiwa kudhibitiwa na jeshi la taifa FARDC kwa kushirikiana na wazalendo. Baada ya tukio hilo, wakaji wengi walibaki ndani ya makazi yao, huku wengine wakionyesha hofu ya kuendelea na machafuko ya mapigano. Shughuli za kawaida za usiku na asubuhi zimesimama kabisa, huku mashirika ya kiraia katika eneo la Fizi yamelaani vikali tukio hilo la kuyumbisha usalama. Kwa mujibu wao, hakuna ushahidi unaoonyesha wazi kuwa waasi wa M23 wameingia katika mji huo. Hivyo wanahoji sababu ya hali ya tamruki inayoendelea kwa kishindo kikubwa kila kukicha. Mashirika hayo yamesisitiza kuwa raia wanahitaji kuishi katika amani ya usalama bila vitisho wala hofu ya mara kwa mara. Akizungumza kuhusu hali hiyo, mratibu wa vuguvugu wa machozi ya raia tawi la Fizi Angale Isanganiro Bwangyo ameeleza kuwa hali ya usalama inapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa na ili kulinda maisha ya raia. Bwana Angale amesisitiza umuhimu wa uwazi, uwajibikaji na mawasiliano bora kati ya vyombo vya usalama na wananchi ili kuepusha tamruki na uvumi unaoweza kuleta hofu miongoni mwa wakahaji. Kutoka mjini Baraka, coordinator Angale Isanganiro Bwangyo anaeleza yote yaliyotokea hiyo jana, lakini pia kile ambacho kinaendelea leo asubuhi tarehe 11 Januari mwaka wa 2026. Sikiliza kule. Sikiliza. Usiku wa siku ya sita ya tariki 10 mwezi wa kwanza mwaka 2024 na saa 3 na dakika 13 au 21h30 minute za usiku hadi saa 24 na madakika kadhaa ya kuamkia dimanche ndani wa mji wa Baraka. Masasi mingi yamesikika na yanahuzunisha sana raia ndani ya mji wa Baraka. Susa ni masasi imelia ndani ya kata la Kalinga Nord, musoko la
Shemi Market na mukartie inayoitwa Matongo. Njoo hapo masasi ilipolia sana na inalalisha raia na hofu hadi kwa mkia tariki 11 za mwezi wa kwanza, siku ya Mungu. Ripoti hiyo au ndugu mtangazaji, yaripotiwa baada ya milio hiyo ya masasi mingi isiyokuwa na maana ndani ya mji huu wa Baraka, yaletea raia wa mji huu wa Baraka na kando kando mwake hali mbaya ndani ya usiku. Ndugu mtangazaji, kuna raia wanaoripotiwa kuzimia kwa ajili ya masasi inayosikika ndani ya usiku wa siku hii ya siku ya sita ya tariki 10 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Ndugu mtangazaji, raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka wauliza kwenye serikali ipatikanayo ndani ya mji wa Baraka, kwa nini ifikapo usiku wajeshi upiga masasi sana ndani ya mji wa Baraka? Ndugu mtangazaji, ingine swali ambapo raia inaoulizia, kwa nini jeshi haisikilizi malalamiko ya sisi raia? Kwa sababu tunashangaa sana na masasi inapolia ndani ya usiku yatuletea sisi raia hofu sana. Ndugu mtangazaji, hivyo sisi shirika la kiraia vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi, tuomba serikali letu ituambie neno moja, au viongozi wa serikali mukae au wakae chini watuambie jambo moja kwa ajili ya hii hali inayokuwa inasumbua sana raia ya masasi kusikika ndani ya usiku, isikuwa inatuletea hofu, kwa sababu twajua mlinzi wa kwanza wa raia ni serikali, lakini kwa ajili ya masasi inayopigiwa usiku, ndugu mtangazaji, hatujui kama hivi ni ulinzi wa raia, ni usumbufu wa kutesa raia sana tena sana. Ndugu mtangazaji, hiyo yasikitisha sana raia ya hapo Baraka. Vile shirika la kiraia vuguvugu machozi ya raia, twaomba kwa serikali yetu ipige marufuku wauzisaji wa pombe za makali ndani ya mji wa Baraka, kwa sababu labda pombe nayo inaweza kuwa chanzo moja. Askari akishalewa ni kupiga masasi, na ndani ya kupiga masasi ya kwa kibulevi, masasi moja ikipigiwa mingi inaweza ikaleta hofu sana. Naona gisi kuna wamama wamoja wanaozimia na masasi iliyopigiwa sana, iliyosikia kama vita na hakuna vita. Tunajua ndani ya Baraka kuna vita, lakini milio masasi yasikilika mingi. Vuguvugu machozi ya raia, kemea vitendo kama na hivyo, na tunaomba sana serikali letu iwe inajali sana raia. Hiyo ni lengo tunaloomba, au ni wajibu tunayoomba kama sisi vile shirika za kiraia. Ndugu mtangazaji, vile mama sasa ililia sana, ileta hofu sana ndani ya mji wa Baraka. Hiyo yote hivi na perturbe population sana, ya kuhamasisha ke mji wa Baraka kunaingia adui, na tunajua ke hamuna adui, ni ukosefu utaratibu wa askari wetu wanapokunywa pombe mingi, ni kulilisha masasi sana ndani ya usiku. Vrema tunaomba kwa wakuu wa serikali waikae chini, watupatie jibu moja kwa ajili ya kukamata suluhisho ya kila siku milio masasi kusikika. Kwa kumalizia, ndugu mtangazaji, na kufuatana na masasi mengi iliyosikika sana mpaka raia kuwa panike, raia haikupata hata usingizi, raia haikulala, na ripoti tuliyopata masasi hayo yameumiza watu wawili. Bahati nzuri watu hao hawakufa, mbali wanajeruhiwa. Hiyo ndio janga lililojitokeza kabisa ndani ya mji huu wa Baraka. Asante sana ndugu mtangazaji. Hayo ndio tunapenda tuyaonyeshe, na tunayakemea vraiment serikali, kwa kuwa serikali waangalie comment wataregularize situation ya hii masasi kupigwa wakati ya usiku, asikuwa na panike tena raia. Vuguvugu machozi ya raia inasikitishwa sana na hali hiyo, vraiment inasikitishwa, na kuomba wakuu wa serikali waifuatilie tafadhali sana, kwa ajili tusijitie mwa security, serikali situtie mwa security, na tunajua ndani ya tarafa la Fizi hamna adui. Msikilizaji na mtazamaji wetu, hiyo ni hali halisi ya kile ambacho kinaendelea katika mji wa Baraka asubuhi ya leo ya tarehe 11 Januari mwaka wa 2026, huku
raia wengi wakiwa wako ndani, hakuna pa kwenda. Hiyo ni kutokana na hali hiyo ambayo mpaka sasa Shabana, lengo kubwa ya milio ya risasi kusikika kwa wingi haijafahamika bado, lakini sisi tunaendelea kuwa pamoja nawe kwa ajili ya kukuletea kile ambacho endelea kuripotiwa, lakini pia matokeo rasmi na moja kati ya sababu ya msingi ambayo inapelekea milio ya risasi kuendelea kusikika kwa wingi ndani ya mji wa Baraka, ikizingatiwa kwamba mji wa Baraka bado upo chini ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo, lakini vitendo vya risasi kusikika endelea kuripotiwa kila kukicha, hali ambayo inapelekea raia wengi kuanza kufikiria kwenda makambini tena, ili hali ya kwamba kwa sasa maji ya ziwa Tanganyika imefungwa, hakuna boti ya kwenda upande mmoja aza kuingia katika mji huo. Hii inapelekea maisha ya wananchi katika mji wa Baraka endelea kuwa tete. Ni siku mbili tu hali ya utulivu iweza kuripotiwa katika mji huo, lakini leo tena siku ya Jumapili ya tarehe 11 mambo yamezidi kuharibika katika mji huo. Tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina, msikilizaji, ili hapo baadaye tukuje kuletea kile kinachoendelea katika mji huo, na kuomba kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na tukitoka katika mji wa Baraka, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, tujelekeze moja kwa moja huko jimboni Kivu Kaskazini, ambako gavana wa kijeshi wa jimbo la Kivu Kaskazini apiga marufuku kwa wazalendo kutembea na silaha katika miji. Katika hali ya vita vinavyoendelea dhidi ya wahasi wa M23 katika eneo la jimbo la Kivu Kaskazini, gavana wa kijeshi wa mkoa wa Kivu Kaskazini Jenerali Meja Somo Kakule ametangaza uamuzi wa kupinga marufuku kwa wazalendo kutembea na silaha za moto ndani ya vituo vya mji wa mkoa huo. Uamuzi huo umetangazwa baada ya kikao kilichofanyika kati ya mamlaka ya mkoa na wawakilishi wa wazalendo, kikao kilichoandaliwa katika mkakati wa kuimarisha hatua za kiusalama katika mkoa wa Kivu Kaskazini ambao kwa sasa umekumbwa na hali tete ya usalama. Kwa mujibu wa mamlaka ya mkoa, hatua hii inalenga kudhibiti matumizi ya silaha katika maeneo ya raia, kulinda usalama wa wananchi na kuepusha matukio yanayoweza kuhatarisha maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Gavana wa kijeshi amesisitiza kuwa jukumu la wazalendo linatambuliwa na linathaminiwa katika ulinzi wa taifa, lakini ni lazima lifanyike kwa kuzingatia nidhamu, sheria na mipango ya vyombo rasmi vya usalama. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa marufuku hii hailengi kuwanyima wazalendo nafasi yao katika ulinzi wa taifa, bali inalenga kuweka utaratibu mzuri wa ushirikiano kati ya wazalendo na jeshi la taifa FARDC, hasa katika maeneo ya mjini yenye masongamano makubwa ya watu. Wazalendo wanatakiwa kuacha silaha zao kwenye kambi yao au kufuata maelezo maalum ya kiusalama wanapokuwa katika vituo vya mji. Uamuzi huu unakuja wakati ambapo jimboni Kivu Kaskazini, jimbo la Kivu Kaskazini linaendelea kukumbwa na changamoto kubwa ya kiusalama, zikiwemo mashambulizi ya makundi yenye silaha, hali inayosababisha hofu na kuhama kwa raia katika baadhi ya maeneo. Mamlaka za mkoa zinaamini kuwa kudhibiti silaha katika maeneo ya mjini kunachangia kurejesha hali ya utulivu na kuimarisha imani na wananchi kwa vyombo vya ulinzi. Gavana wa kijeshi ametoa wito kwa wazalendo na wananchi kwa ujumla kuzingatia uamuzi huu, kushirikiana na vyombo vya usalama na kuepuka vitendo vinavyoweza kuvuruga amani na utulivu wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni hayo kama habari za hivi punde kutoka kwenye uwanja wa vita asubuhi ya leo, na kusihi kuendelea kuwa nasi kwa kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi, ili uwe wa kwanza kunapata habari zetu kutoka maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jina langu ni Ramsehi Ramadhani. Kwenye komenti utuambie unatufuata kutoka nchi gani. Asante, kwaheri.